taasisi ya Tanzania Ex-Prisoner Foundation tukishirikiana na wadau mbalimbali tumeona tusherekee siku ya mwanamke duniani kwa namna ya tofauti. Kwanza tunapenda kufikisha ujumbe wetu kwa jamii kwamba namna gani ukatili wa kijinsia unaweza kuwapelekea wanawake kwenda magerezani na wengine kufungwa hata kifungo cha kunyongwa mpaka kufa. Tumeshuhudia matukio mengi kwenye jamii ambayo yamepelekea wanawake wengi kwenda gerezani. Tunazungumzia wanawake kwa sababu tunaadhimisha siku ya wanawake duniani. Leo kwenye magereza yetu tuna wanawake ambao wamefungwa vifungo vya kunyongwa mpaka kifo ama kifungo cha kifo kwa sababu wamefanya matukio ambayo chanzo cha matukio hayo ni ukatili wa kijinsia ambao walifanywa wao. Mfano, kuna makesi ambayo labda mwanamke alikuwa anapigwa sana na mume wake, ananyanyaswa, lakini siku mwanamke anajitetea, mwanaume anakufa, yeye anapata kesi ya mada na hatimaye kufungwa kifungo cha kunyongwa. Tukautazame ukatili kwa upana wake na namna ambavyo unaleta madhara katika familia zetu. Kama ambavyo wamesema kwamba kuna mtu anaenda magereza, si kwamba yeye ndio chanzo cha tatizo, bali amekuwa akifanyiwa ukatili kwa muda mrefu. Unaweza ukakuta ni mtoto toka anazaliwa alikuwa akifanyiwa vitendo vya kubaka, vya kulawitiwa toka akiwa mdogo. Kwa hiyo anakuwa akiona yani kwamba haamini mtu yoyote, alafu jamii haimpendi, haimthamini. Mbona nimekuwa nikifanyiwa vitendo vibaya sana, lakini hakuna mtu ambaye amenyanyuka akazungumza kuhusu mimi. Kwa hiyo anaishi na moyo wa chuki na visasi. Mwisho wa siku anakuja kufanya yale kwa mwingine. Kwa hiyo pale anapokuja kufanya sasa, yeye inawezekana yeye siku hiyo anafanya tu, tayari ametiwa nguvuni, polisi, mahakamani, mwisho magereza. Changamoto ni kwamba toka utoto wake, changamoto ya malezi, mlezi hakuwa karibu na yule mtoto. Kwa hiyo hakuweza kupata nafasi ya kumweleza ukweli mzazi kwamba kitu gani amekuwa akikutana nacho toka siku ya kwanza. Na hii ni changamoto kubwa sana kwa walezi, hasa katika mkoa wetu wa Kilimanjaro. Lakini pia tunawapongeza Tanzania Ex-Prisoners kama champion kwenye jambo hili. Mara kadhaa umekuwa mstari wa mbele sana. Moja, kwenye kuendelea kuielimisha jamii kuepukana vitendo ambavyo vinaweza kupelekea watu kuingia magerezani. Niendelee kusisitiza waheshimiwa madiwani wengine wote kwenye manispaa yetu ya Moshi na hata kule kwenye halmashauri yetu ya wilaya ya Moshi, jambo la ukatili wa kijinsia sio la vyombo vya dola peke yake ama hawa wadau ambao wanahimiza na machampion wa ukatili wa kijinsia. Ni jambo ambalo lazima tuendelee kwa pamoja wote, kwa sababu linaathiri pia shughuli zetu za maendeleo na uwakilishi kwa wananchi. Lakini namba mbili, wale ambao wametoka kule gerezani baada ya kumaliza kipindi chao cha mafunzo kule gerezani, wanaporudi huku mtaani wasirudi tena kwenye kutenda uhalifu na kurudi gerezani, kwa kuwasaidia kwanza kuwajenga kisaikolojia, lakini namba mbili pia kuwafungua kuingia kwenye shughuli mbalimbali ambazo zinaweza kuwasaidia kutafuta kipato cha halali na kuwa watu wema kwenye jamii. Moja, kutoa mchango wao kwenye jamii, lakini pia kujitegemeza wao wenyewe pamoja na wategemezi wao. Kwa hiyo kazi mnaendelea kuifanya na mimi nimeendelea kufarijika kwamba mnaifanya hiyo baada ya kutoka kule gerezani. Kwa kweli tunaendelea kupata watu ambao wanaendelea kuwa wema.